Waziri wa Madini nchini Tanzania Mheshimiwa Anthony Mavunde amesema Wizara ya Madini katika mwaka wa fedha 2026-2027 imedhamiria kutekeleza na kuimarisha ukusanyaji wa maduhuli pamoja na kuongeza mchango wa sekta ya madini kwenye pato la taifa. Akiwasilisha bungeni hotuba ya makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara ya Madini kwa mwaka wa fedha 2026-2027, Waziri wa Madini Mheshimiwa Anthony Mavunde amesema serikali kupitia Wizara ya Madini itahakikisha kuongeza uwekezaji kwenye tafiti za kina za madini pamoja na kurasimisha na kuendeleza wachimbaji wadogo na kuzijengea uwezo taasisi zilizo chini ya Wizara ya Madini. Naibu Spika, vipaumbele kwa mwaka wa fedha 2026-2027. Cha kwanza ni kuimarisha ukusanyaji maduhuli. Mheshimiwa Naibu Spika, katika kuimarisha ukusanyaji maduhuli ya serikali, wizara itaendelea kuimarisha ukaguzi na usimamizi wa uchimbaji wa madini ili uweze kunufaisha nchi na wawekezaji, lakini pia kuimarisha na kusimamia masoko na vituo vya ununuzi wa madini nchini na kuendeleza mikakati ya kuimarisha usimamizi wa madini ya ujenzi na viwandani, soko la Tanzanite na madini mengine ya vitu hapa nchini ili kuongeza mapato yatokanayo na madini hayo. Mheshimiwa Naibu Spika, wizara imepanga kutekeleza mikakati ya kuimarisha utekelezaji wa sheria ya madini ikiwemo kudhibiti vitendo vya utoroshaji wa madini kwenda nje ya nchi na biashara haramu ya madini nchini. Aidha, katika kuendelea kuimarisha udhibiti na kuzuia utoroshaji wa madini ya Tanzanite, wizara kupitia Tume ya Madini itakamilisha ununuzi wa kofia zenye kamera maalum kwa ajili ya ukaguzi na itahakikisha ukaguzi hao na wathaminishaji wa madini wanatumia kofia hizo ili kuimarisha usimamizi na ufuatiliaji wa mwenendo wa uzalishaji na biashara ya madini kwenye eneo tengefu la Mirerani. Eneo la pili ambalo ni kipaumbele, Mheshimiwa Naibu Spika, ni kuongeza mchango wa sekta ya madini kwenye pato la taifa. Mheshimiwa Naibu Spika, katika kuongeza mchango wa sekta ya madini kwenye pato la taifa, wizara imepanga kutekeleza mikakati ifuatayo: kuhamasisha shughuli za utafiti wa madini na uchimbaji wa migodi mipya na uanzishaji wa migodi mipya, kuimarisha usimamizi wa migodi ya uchimbaji, kuboresha mfumo wa usimamizi wa madini ya ujenzi na ya viwandani, kusimamia utekelezaji wa sheria inayotaka migodi mikubwa kuajiri, kununua huduma na bidhaa kutoka hapa nchini na kuhamasisha ushiriki wa Watanzania katika mnyororo wa uchumi wa madini na kuendelea kuimarisha mazingira ya wezeshi ya kisera na kisheria. Aidha, wizara itahakikisha kuwa wawekezaji waliopewa leseni za uchimbaji wa madini wanaanza uzalishaji mara baada ya kukamilisha taratibu za matakwa ya kisheria. Sambamba na hayo, Waziri wa Madini ametaja kazi zitakazotekelezwa na taasisi zilizo chini ya wizara kwa mwaka wa fedha 2026-2027 ikiwemo Tume ya Madini ni pamoja na utoaji na ufuatiliaji wa leseni za madini. Mheshimiwa Naibu Spika, kazi ambazo zitatekelezwa na taasisi zilizo chini ya Wizara ya Madini kwa mwaka fedha 2026-2027 ni kama ifuatavyo. Tume ya Madini itafanya kazi ya utoaji na ufuatiliaji wa leseni za madini, itafanya kazi ya kuimarisha usimamizi wa shughuli za madini na ukusanyaji wa mapato serikalini, kuimarisha ukaguzi wa afya, usalama wa mazingira na uzalishaji wa madini, lakini vile vile serikali itaendelea kuhakikisha wachimbaji wanafuata taratibu za uchimbaji salama ili kuepuka ajali zisizo za lazima ambazo zinaweza kuzuilika. D ni ushirikishwaji wa Watanzania kwenye sekta ya madini, yani local content, na wajibu wa wamiliki wa leseni wa madini kwa jamii CSR. Mheshimiwa Naibu Spika, katika kusimamia ushirikishwaji wa Tanzania kwenye sekta ya madini, Tume ya Madini itaendelea kutekeleza na kuhakikisha kuwa kampuni zinazomiliki leseni za madini zinanunua bidhaa na huduma zinazopatikana hapa nchini. Aidha, tume itaendelea kutangaza orodha ya huduma na bidhaa zinazotakiwa kutolewa na kampuni zinazomilikiwa na Watanzania kwa 100%. Vile vile tume itaendelea kusimamia wamiliki wa leseni za madini nchini kutimiza takwa la uwajibikaji kwa CSR. Mheshimiwa Naibu Spika, ni marufuku kwa mtu yoyote ambaye si Mtanzania kusambaza bidhaa au huduma zilizotangazwa kufanya na Watanzania kwa 100%. Mheshimiwa Naibu Spika, eneo lingine
ni kuboresha mazingira ya utendaji kazi na kuwajengea uwezo watumishi. Na Mheshimiwa Naibu Spika, kwa Taasisi ya Jiolojia na Utafiti wa Madini Tanzania itafanya kazi zifuatavyo. Ya kwanza ni kufanya utafiti wa jiosayansi na kuboresha kanzidata ya taifa ya taarifa za miamba na madini. Mheshimiwa Naibu Spika, JST itafanya utafiti wa kina wa jiofizikia kwa njia ya kurusha ndege na ugani wa jiolojia na jiokemia katika QDS 2, QDS 239 na QDS 240 zilizopo wilaya Rufiji na Kilwa na kuchora ramani zake. Lakini pia JST itaendelea na ukamilishaji wa ujenzi wa mfumo wa kanzidata ya taifa kwa kushirikiana na Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Mheshimiwa Naibu Spika, JST itakusanya, itahakiki na kutathmini uhalisia wa taarifa na takwimu za jiosayansi kutoka kwa wamiliki 40 wa leseni za utafutaji na uchimbaji wa madini nchini na kuhuisha kanzidata rasilimali madini ya taifa pamoja na kitabu cha madini. Lakini pia itafanya kazi ya kuwajengea uwezo wa wachimbaji wadogo kwa kufanya utafiti wa jiosayansi katika eneo litakalotengwa kwa ajili ya wachimbaji wadogo kwa kutumia vifaa vya kisasa ikiwemo ndege nyuki ili kupata taarifa za kina za jiofizikia, lengo la kubaini sehemu zenye viashiria vya uwepo wa madini katika eneo hilo. Eneo lingine ni kuboresha huduma za maabara. Mheshimiwa Naibu Spika, katika kuboresha huduma za maabara, JST itaendelea kufanya uchunguzi wa sampuli mbalimbali kwa kuzingatia vigezo vya ithibati. Aidha, JST itaendelea na ujenzi wa maabara mpya ya kisasa ya uchunguzi wa madini, state of the art geoscientific laboratory, katika eneo la Kizota, Dodoma. Vile vile JST itaendelea na ujenzi wa maabara za kanda katika mikoa ya kimadini ya Chunya na Geita. JST pia itaendelea kufanya kazi ya ufuatiliaji na kuelimisha umma kuhusu majanga ya asili na jiolojia na kujengea uwezo wa watumishi wa JST kutekeleza majukumu yao. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa upande wa STAMICO itafanya kazi ya kuimarisha ukusanyaji wa mapato, kuwezesha shughuli za uchimbaji mdogo na kuimarisha vituo vya mfano. Itaendeleza leseni za madini za shirika. Shirika limepanga kuendeleza na kufanya utafiti kwenye leseni moja ya dhahabu iliyoko wilaya ya Bukombe, mkoa wa Geita, ambapo utafiti wake pamoja na taarifa ya upembuzi yakinifu utakamilika ifikapo Juni 2027. Vile vile shirika itaendelea na utafiti wa madini ya kinywe katika leseni 2 zilizopo katika wilaya ya Ruangwa na Chingwea katika mkoa wa Lindi, pamoja na leseni 3 za madini ya shaba zilizopo Katavi. Mheshimiwa Naibu Spika, Kituo cha Jiolojia Tanzania TGC kitaendelea na kazi ya utoaji wa mafunzo ya uongezaji thamani madini, uzalishaji wa bidhaa za madini zinazoongezwa thamani, huduma za upimaji sampuli za madini ya vito na utafiti wa madini ya vito na metali. Kwa upande wake, mbunge wa jimbo la Tarime Vijijini Mwita Waitara ameizungumzia bajeti ya Wizara ya Madini, ambapo ameishauri serikali kupitia Wizara ya Madini kuendelea kupima maeneo kwa sababu maeneo mengi ya madini bado hayajapimwa kitaalamu, ambapo taarifa zinaonyesha kuwa takriban 16% tu ya maeneo ndiyo yamefanyiwa utafiti pamoja na upimaji hapa nchini. Maeneo mengi hayajapimwa. Umesikia mwenyewe amesema ni 16% tu zimepimwa, maana yake 84% haijapimwa. Hiyo maana yake ni kwamba watu wetu wanachimba maeneo bila kujua wanachimba nini na nini kilichopo chini. Watu wetu wanawekeza fedha au hitaji yao katika maeneo ambayo wanaweza wasipate return kwa wakati au kupata kidogo zaidi. Kwa watu wengi sana wameingia hasara kwa sababu wanapoenda kuchimba hawajaelekezwa maeneo yale yaliyo tambuliwa na serikali na kupimwa na wakawekeza kwa uhakika. Lakini jambo la pili ni namna ambavyo ushirikiano uliopo kati ya migodi iliyopo katika maeneo yetu na namna ambavyo tunapata fedha kutoka kwao. Kwa mfano kule kwangu ninapozungumza sasa hivi ile fedha ya CSR ambayo inatoka kila Januari imesimama, haifanyi kazi kwa sababu kuna wenzetu walifungua kesi mahakamani. Kwa hiyo fedha imezuiliwa na imezuiliwa nchi nzima. Kwa tangu mwezi wa kwanza mpaka sasa mvua zimenyesha, barabara zimekatika, watoto wamefungua shule, kuna upungufu wa madarasa, wananchi wanachangishwa, watoto wengine wanakaa chini, matundu ya vyoo, haya ambayo nauliza hapa bungeni, lakini kwenye mgodi kuna fedha ambayo haijatatuliwa. Kwa hiyo pia ni jambo ambalo Mheshimiwa Waziri anatakiwa lifanyie haraka kuliamua. Lakini lingine unakuta kuna miradi ile ya kijamii. Ukienda kufuatilia kule Geita, sheria ni hiyo moja, kanuni hizo hizo, nchi ni moja, lakini majimbo tofauti. Utaangalia utaratibu ambao unatumika kule Kahama ni tofauti sana utaratibu ambao unatumika kule Tarime. Kule Kahama wanakubaliana miradi, halmashauri ndio inaendesha miradi, inatangaza miradi kupitia wataalamu wake, lakini kule kwetu halmashauri inaenda kukagua tu miradi yote imetangazwa na mgodi ndio unalipa. Kwa matokeo yake ni kwamba gharama inayotumika ni kubwa zaidi. Darasa ambalo tumejenga sisi kwa milioni
20 mpaka 25 kule tunayo mpaka milioni 37 kwa darasa moja. Zahanati kunaweza kujenga kwa mpaka milioni 100 maximum kwa loko fundi. Mkandarasi kupitia mgodi anatumia mpaka milioni 150 mpaka milioni 200 kwenye zahanati moja. Sasa utaangalia, lakini tunapozungumza miradi hiyo yupo pale kama na ni Geita, utaratibu ni tofauti. Na kwa hiyo hiyo sheria ambayo ni moja, ndio waziri aweke utaratibu namna ya kupata CSR ambayo ni jumuishi, ili watu wote kwenye jimbo au halmashauri hiyo wanufaike, lakini pia na kiwango cha fedha ambazo tunapewa, ratiba ile na hiyo sheria au kanuni itambulike, lakini kubwa zaidi namna ambavyo tunawezeshana, yani watu kujenga mahusiano, watu waone kwamba mgodi ni wako hata kama kuna mwekezaji. Lakini yako maeneo ambayo wamekuja hapa wageni, wameingia mikataba, wanasema wanatoa msaada wa kitaaluma, lakini kimsingi kazi ambazo wanafanya ni kazi za Watanzania. Yaani kwa mfano kuendesha skaveta zile, kuendesha magari, Wachina wanaanza kupika mpaka ubwabwa katika maeneo, kazi ya mamantilie. Taratibu mgeni akija hapa apewe kazi ambayo sisi utaalamu huo hatuna, na apewe mkataba wa muda kama ni ndani miaka 2, miaka 3, na kila anapofanya kazi awe na mzawa, ili mzawa baada ya muda huo awe ameimpaki ile utaalamu umepata. Sasa hiyo kazi ya mgeni aende kwao, sisi tufanye hiyo kazi kama ambavyo Wachina wanafanya. Kuna kazi ukienda kule kupewa, kama ambao wanafanya wenzetu wa India. Kuna kazi ambazo wewe kwenda kufanya kazi wa dereva India, au kushona nguo, au kujenga barabara, au kutanika mabomba ya maji, haiwezekani. Sasa mambo haya ndio mambo ambayo Mheshimiwa Waziri ana kazi ya kufanya ili kutengeneza masuala, lakini pia wapime maeneo yetu. Sasa hivi kuna maeneo mengi mtu amechukua leseni ya miaka 30. Namshukuru Mheshimiwa Waziri amefuta leseni nyingi, lakini bado kuna maeneo mapoli na mapoli yamekaa, watu wamechukua leseni wameka nazo, alafu vijana wakaenda kuchimba chimba, akiona dhahabu imepatikana anaibuka anasema kwenye leseni yangu. Kwa hiyo imezua magomvi. Haya magomvi pia kupitia Mheshimiwa Waziri na sheria iliyopo inabidi aiondoe, ili watu waishi kwa utaratibu. Kama mtu amechukua leseni ndani ya muda fulani aendeleze, kama hawezi kuendeleza, chukua leseni, futa, wape watu wenyewe ya kuweza kufanya kazi hiyo. Wizara ya Madini imeliomba Bunge kuidhinisha jumla ya shilingi bilioni 174.98 kwa ajili ya matumizi ya wizara hiyo pamoja na taasisi zake katika mwaka wa fedha 2026-2027. Kutoka hapa bungeni jijini Dodoma, Saleh Lujuo, GMTV.